tuweze kusonga mbele tukiwa na nguvu kubwa, na tuiombee pia nchi yetu ya Tanzania amani tele iendelee kubakia. Kwa hiyo ndugu yangu Nasibu, hakuna ajenda nyingine zaidi ya iftari. Basi. Swali la pili. Karibu. Sana. Umetaja kwa kubwa sana kwa kuwa nazungumzia kamati ya maadili, lakini pia na kamati ya maadili sikuitaja. Nimetaja kamati ya uendeshaji ya ligi. Okay. Kamati ya maadili hatujaialika. Pia na bodi ya ligi pia unataja. Bodi ya ligi tumewalika siku za karibuni mmekuwa na mgogoro na bodi ya ligi. Maana yale ambao wameandika maadili yenu na msimamo wenu kama ya. Pengine kwa picha hii na mwaliko ambao umekualika sawa na iftari. Nafikiri mnaenda kupeleka ujumbe gani kwenye tukio hili na sana mambo ambayo pia yanazunguka. Pamoja na wewe mwenyewe pia inasemekana kama inaweza kutokea chochote. Pengine nataka kulainisha mambo yasitokee. Hapana, sisi Yanga kwanza hatuna mgogoro na taasisi yote. Yanga haina mgogoro na bodi ya ligi, Yanga haina mgogoro na kamati inayoendesha ligi, Yanga haina mgogoro na TFF, Yanga haina mgogoro na taasisi yote. Yanga Afrika inasimamia misingi na utaratibu ambao taasisi hii tumekubaliana tuifuate. Kwa hiyo katika misingi hiyo tukitokea tumekutana katikati, haimaanishi ni mgogoro. Inamaanisha tunatafuta namna ambavyo taasisi hii katika misingi yake na miongozo yake inaamini inafaa na inatakiwa iwe hivyo. Kwa sisi pesa hatuna shida na mtu, maana tunawalika kila mtu. Sisi tuna misingi yetu ambayo tunaifuatilia. Hatuna shida na mtu yote sisi. Wala hatuna shida na taasisi yote. Ila unapokuja swala lenye interest na klabu yetu na tukaona jambo hili watakiwa tulisimamie, tutalisimamia. Lakini haimaanishi tunaposimamia jambo letu sisi tuna ugomvi na wewe au tuna ugomvi na taasisi fulani. Sisi tunasimamia misingi ambayo tumekubaliana kwa vile ambavyo tunaona kama Young Africans zinatakiwa iwe. Haina maana yoyote kwamba tuna mgogoro na mtu au tunataka kumlainisha mtu, hapana. Ni iftari, tunafuturu na maisha mengine yataendelea baada ya hapo. Hapo kama nasema hamna mgogoro, nisema hamna imani na viongozi wa bodi ya ligi. Kwa maana mtu pamoja na Almas Kasoro. Uone kama ni mgogoro huo. Pengine hata wao wanaweza kawa hajisikii vizuri kuwepo katika tukio hilo ambao unaona kama ana imani, hamna imani nao. Kwenye andiko lenu na maadili yenu. Unachanganya vitu viwili na mwanzo nafikiri nimekuelezea vizuri. Sisi kama taasisi hatuna mgogoro na mtu yoyote na hatuna mgogoro na taasisi yoyote ya kimpira. Ila kama taasisi inapotokea tunasimamia misingi yetu na taasisi yako ikawa kwenye hiyo njia ya kusimamia misingi yetu, sisi hapo lazima tutakutana. Lakini haimaanishi kwenye makutano yetu hapo kuna shida. Hapo kuna vitu vya kufuatwa kwa mujibu wa kanuni, sheria ambazo zinatuongoza wote ambao tupo kwenye mpira. Kwa hiyo sisi hatujisikii vibaya mtu anapotuongoza kwenye sheria na kanuni na misingi ya haki inavyotaka, na tunaamini na mtu mwingine hatajisikia vibaya pindi ambako Yanga Afrika inakwenda kwenye misingi ya sheria, kanuni na taratibu inavyotaka. Kwa hiyo hatuna shida na mtu yote. Sisi tumetangaza msimamo wa taasisi ambao tunaamini kabisa ni msimamo sahihi na unatakiwa ufuatwe hapa. Basi hiyo haimaanishi kwamba tuna shida na mtu yote. Tunaweza kuwa na msimamo wetu kama taasisi na maisha mengine yakaendelea. Kwa lile la msimamo wetu halijabadilika shehe. Tukafuturu kutoka leo mpaka chungu cha 30, yani tunafuturu pamoja tu. Msimamo wa Yanga kwenye misingi ambayo imeamua kuisimamia haijabadilika na iko pale pale. Lakini leo ni jambo la ibada, ni jambo ambalo tumeona kama club tuite stakeholders wengine wa mpira, tuje tupate iftari pamoja, tupate na kufunga bwana. Tupo kwenye 10 la nini ile Rwata? 10 la pili ni 10 la maghfira, si ndio? Kila mtu anapata nafasi ya kukutana, kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu wako. Kwa hiyo hii ni jambo la ibada. Halihusianishi kabisa na operation za kila siku za taasisi yetu na taasisi nyingine. Na ndio maana mialiko imekwenda individual na mialiko mingine imekwenda kwa taasisi kwa taasisi. Lengo letu ni kuona kwamba watu wanakutana, tunapata iftar, tunafanya ibada pamoja. Lakini haimaanishi kwamba tukiwa tunafuturu pale eti ndo msingi au msimamo wa Yanga unakuwa umebadilika. Msimamo wa Yanga Sheikh umeshatoka na uko public
na ndio umebakia hapo hapo. Hakuna kilichobadilika, hata koma au nukta kufutika hakuna, ndio ule ule, ila tutafuturu pamoja leo inshallah. Swali la 3, karibu. Dodoma Jiji hapo mjini tutakuwa tunacheza kesho na mtani wenu Simba. Nao pengine mpaka nafasi ya kualika muongea matatu. Tumezialika timu zote ambazo zitakuwa na nafasi ya kuja kwenye iftari leo. Zote tumezialika. Kwa hiyo kama Dodoma Jiji na wao watapata nafasi, wakaribie. Kama Simba watapata nafasi, kama maandalizi yao yatakuwa malizika jioni, wakaribie tupate iftari pamoja. Ni jambo la ibada, sio jambo la kwenda kujadili wakafungane vipi. Ni jambo la ibada, tufuturu kwa pamoja. Karibu unaweka. Okay. Anauliza ukiacha mwaliko wa iftari ambao tumewapa bodi ya ligi katika maazimio au msimamo ambao taasisi ya Young Africans iliutoa. Nigeuze mic napiga kelele sawa. Hapa vipi? Yes. Bwana kumradhi, lakini anauliza swali lake kwamba mbali na mwaliko wa iftari ambao tumeutoa, yale maazimio ambayo yalitokana na kikao chetu cha kamati ya utendaji ya klabu yetu Young Africans, na tukawaandikia bodi ya ligi kwa maana ya msimamo wa taasisi yetu kwenye jambo lile, anauliza kama majibu tayari yameshatoka. Ati mnaweka jambo lile ni jambo la taasisi kwa taasisi, na hata mawasiliano yake ambayo tumeyafanya, tulitoa taarifa kujulisha umma msimamo wa klabu yetu na nini tutafanya kama taasisi. Baada ya hapo zikaendelea operations za kuwasiliana. Kwa naamini kwa kipindi ambacho tumekubaliana kama taasisi, kikishapita hiyo kipindi tutawaita au tutatoa taarifa nyingine kwa umma kwamba bana tumepeleka taarifa hii na majibu ni haya. Ila kwa sasa hivi taarifa ambayo umma inatakiwa ibaki nao ni kwamba Yanga imetoa msimamo wake na Yanga tayari imeshaanza kushughulikia jambo lake kwa njia ile ile ambayo msimamo wa Yanga ulitoka kupitia kwa viongozi wetu. Karibu. Tumewambia wachezaji kwamba hichi sio kipindi cha likizo. Hatupo kwenye holiday. Tupo kwenye mapumziko ya kalenda ya FIFA. Hatuja kwenda kwenye holiday kwamba watakiwa waende wakajiachie. Na ndio maana ukiangalia kutoka tarehe 13 leo mpaka tarehe 1 kuna wiki nyingi hapo. Lakini tumetoa siku 6 tu wachezaji waweze kurefresh kidogo, alafu warudi tuendelee na maandalizi. Mechi zilizobakia hizi ni ngumu sana. Mechi za mwisho za ligi na kombe la CRDB hapa ni ngumu sana. Kwa lazima warudi wakiwa na utayari wa kiakili, utayari wa kimwili, tuweze kupambana kumalizia huo utayari wa kiufundi, tupate matokeo mazuri. Kila mechi sasa hivi ni ngumu kwa sababu tupo katika nyakati za mahesabu ya mwisho. Tunakutana na timu ambazo zinawania pengine kucheza kwenye mashindano ya kimataifa next season. Tunakutana na timu ambazo zinawania kumaliza kwenye nafasi za juu, na wote ni mashuhuda. Iko fedha ambayo Azam TV wanaitoa based on position ya msimamo. Kwa kila mtu ana interest ya kumaliza nafasi ya 5 ya 6 kwa sababu kuna fedha iko pale. Lakini pia ziko timu zinapambana kutokushuka daraja. Kwa hiyo kila mechi hapa mwishoni ni mechi ngumu kweli kweli. Katika ugumu huo ndiko ambao kuna sisi kama taasisi, kama bingwa mtetezi, tunaweka umakini wetu, tunaweka juhudi na nguvu zetu tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho. Si watu wote wataikimbia Yanga hapo mwishoni. Kuna wengine watakuja kucheza. Kwa watakao kuja lazima tupambane nao. Unaweza ukakaa tu ofisini ukasema nitakuwa nakimbiwa kila siku. Kuna Coast jana kaja. Kwa anaweza akaja mtu uwanjani. Kwa lazima tujiandae mtu akacheze naye. Kwa mechi haziwezi kuwa rahisi hapa. Itakuwa mechi ngumu, na kama Yanga tunajipanga vilivyo kuhakikisha hatufanyi makosa yoyote. Na Mwenyezi Mungu atuongoze, tujiandae vizuri, tupate matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho hapa. Swali la mwisho kama lipo. Swali la mwisho kama lipo. Kama swali hakuna, ndugu zangu waandishi wa habari, nashukuru sana. Tukutaneni baadaye baraza kwenye iftari. Asanteni.
Yes,